elimu ya dini, na hii ni muhimu sana. Watu hawajui kwamba tabia ya binadamu inatengenezwa na elimu yake katika dini. Binadamu asiyemwogopa Mwenyezi Mungu hataogopa kufanya jambo lolote la shari. Kwa hivyo kuna umuhimu wa sote kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata elimu ya dini, na huwezi kupata elimu ya dini bila kuwa na madrasa kama hizi. Lazima tuendelee kuwapeleka vijana wetu wafundishwe vyema dini yao. Kitabu chetu, kitabu cha Mwenyezi Mungu, Qur'ani tukufu, waijue vyema, waijue kuisoma, lakini wajue na tafsiri yake. Sehemu nyingi bado katika madrasa zetu watoto hawafundishwi tafsiri, wanafundishwa kusoma tu. Haitoshi kusoma iwe mwanzo, lakini baada ya hapo wafundishwe, wajue kile wanachokisoma maana yake nini hasa, na vile vile wafundishwe maadili mema. Kwa hivyo leo nimefurahi kupata fursa hii ya kuja kufungua rasmi madrasa hii, huku nikitambua kwamba katika madrasa hii vijana wetu watafundishwa dini yao, lakini watafundishwa kuwa raia wema wa baadaye kwa kupata malezi mema ya kidini. Tuendelee kufungua madrasa hizi kila pahali ili vijana wetu waweze kupata malezi ya Kiislamu yenye maadili ya Kiislamu ambayo yanatengeneza raia wema. Wamesema hapa hata katika hotuba, ndani ya jamii zetu leo kuna mambo mabaya mengi. Kuna wizi, kuna utumiaji wa dawa za kulevya, kuna mambo ya hovyo kadha wa kadha, lakini yote yanasababishwa na nini? Na ukosefu wa maadili wa vijana wetu tokea mapema. Kwa kuzidi kusisitizana katika jambo zima la kuimarisha maadili katika mitaa yetu, haswa maadili yale ambayo Allah ametuongoza leo hii kwamba tuna madarisi al-Qur'ani imetengenezwa nzuri hiyo, basi tuitumie hii iwe ni chombo ambacho kitaweza kuleta maadili mazuri katika jamii. Watu wakae katika jamii, wajadiliane namna gani wataendesha mambo yao kwa uzuri, kwa sababu ni msiba uliokuwa mkubwa. Leo hii unasikia kwamba kijana Muislamu alafu anabebeka na sifa ya kunywa ulevi. Ni Muislamu, ni mtihani uliokuwa mkubwa. Kijana Muislamu anabebeka katika sifa ya kushiriki katika madawa ya kulevya. Ni msiba uliokuwa mkubwa.